والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ موضوعا جديدا وهو أنواع الإعراب. أنواع الإعراب. Baada ya kujifunza anwa'ul binai katika darasa iliyopita na tukaacha kazi kwa wanafunzi wakapitie wakafanya mazoezi kuhusiana na darasa iliyopita, tamrin namba 2. Leo tutaingia mubasharatan katika darasa mpya. Vijaliwa watakuja kuuliza baadhi ya maswali yanayohusiana na darasa la mwanzo. Anwa'ul i'rab, aina za i'rab. Al-i'rab kama inavyoelezewa taarifu yake ni huwa taghyiru awakhiri al-kalimi باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Sasa hii ndio taarifu ya i'rab. Hapa tutajifunza aina za i'rab, tukikusudia kuwa tuzungumzia ahkam ambazo zinapatikana miisho ya matamko ambayo ni mu'rab, ambapo kuna ar-raf'u, kuna an-nasbu, kuna al-jarru na al-jazmu, ambazo ndio aina za i'rab katika matamko ambayo ni mu'rab. Al-amthila: at-ta'iru yahumu, al-ma'u 'adhbun, al-hiswanu jamihun. Neno ambalo atalitumia Sheikh katika mfano yake hii kwa kuangalia ubadilikaji wa misho ya matamko kwa sababu ya awamil ni at-ta'iru, al-ma'u, al-ihsan. Tukiangalia mifano yetu mwanzo hapa, at-ta'iru yahumu, hama yahumu, hama ni kule kuruka. Kwa hiyo ndege, lakini huyu ndege wa kuchinjwa ndio yahumu, nabo paa juu kutumia at-ta'iru yahumu. Akatumia mfano mwingine al-ma'u 'adhbun, maji ni matamu. Mfano wa tatu al-hiswanu jamihun, farasi ni mwenye kutoa sauti. Ile sauti yake au ukitumia katika sentensi jamaha al-hiswan ni sauti ya farasi. Mfano wetu wa kwanza tunajua majina yaliyokuwa mwanzo wa sentensi kwa mujibu wa tulivyojifunza ni mubtada'atun. Mubtada inakuwa ni marfu'un bil ibtida'i. Ama yahumu hapa ilipo ni fi'lun mudari'un marfu'un tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, inarudi kwa at-ta'iru. Baadaye wal jumlatu al-fi'liya fi mahalli raf'i khabaru al-mubtada'i. Ama iliyobakia ni khabar na mubtada wake, haina shida. Katika mfano wetu wa mwanzo at-ta'iru, tajuaje kwamba hii ni mu'rab? Taangalia mfano wa 4 mpaka wa 6, utatupa picha ya kuwa at-ta'iru, al-ma'u, al-hisan ni mu'rab au ni mabni. Mfano wa 4, ra'aytu at-ta'ira yahum, sharibtu al-ma'a 'adhban, dhallala al-farisu al-hiswana. Kwa hiyo raitu ta'ira, nimemwona ndege yahumu
anakaa, hali ya kuwa. Hii hapa yahumu ni jumla fi'liya fi mahalli nasbi halan, jumla fi'liya fi mahalli nasbi halan. Kwa nini? Kwa sababu imekuja baada ya maarifa. Maarifa tukusudia at-ta'ira ni maarifa. Kwa hiyo yahumu ni jumla fi'liya, ni hali ya at-ta'ir. Anasema aljumalu baada al-ma'arifi ahwalu, jumla zinazokuja baada ya maarifa, yani maarifa kisha ikaja jumla mbele yake inakuwa ni hali. Kwa utakwenda nayo vizuri, ra'aytu fi'lun wa fa'il, at-ta'ira maf'ulun bihi mansubun, tamalizia yahumu utakwenda nayo irabu baadaye wa jumlatul fi'liya fi mahalli nasbi halan. Ama mahallu shahidi ra'aytu ta'ira, ta'ira imebadilika ilikuwa ni at-ta'iru ikaja at-ta'ira. Kwa mwingine sharibtu al-ma'a 'azban, sharibtu al-ma'a 'azba, al-ma'a pia imebadilika ilikuwa ni al-ma'u katika mfano wa pili. Mfano wa tano ikabadilika kwa sababu ya kuingia amil ambaye ni shariba, yamtaka al-ma'a awe nani? Awe maf'ulun bihi wake. Sukaidi nasema al-i'rab huwa taghyiru awakhiri al-kalimi liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan au taqdira. Kwa amil tuliokuwa naye ni ra'aytu kamfanya at-ta'iru aje at-ta'ira, amil mwingine ni sharibtu kamfanya al-ma'u aje al-ma'a, amil mwingine ni dhallala al-farisu al-hiswana, ni dhallala kamfanya al-hiswana iwe mansub kwa sababu amili huyu ni mutaaddi, anahitaji fa'il na maf'ul. Mfano wa 7 mpaka wa 9, nadhartu ila at-ta'iri yahumu, nadhartu ila at-ta'iri yahumu, nimetizama ta'ir yahumu. Yaishu as-samaku fil ma'i, nazala al-farisu 'anil hisani, nazala al-farisu 'anil hisani. Kwa hiyo nikuja ila ta'iri fil ma'i 'anil hisani, inatupa ishara kuwa al-ma'u al-hisanu at-ta'iru ni mu'rabatun min al-kalimati, tunabadilika. Na aina za i'rab ni ar-raf'u ambayo ni alama yake ni dhamma, an-nasbu ambayo ni alama yake ni fatha, na al-jarru au al-khafdu ambayo alama yake ni kasra. Hii ni upande wa majina. Tukija upande wa pili, tunaangalia kitendo ambacho ni mu'rab, ni al-fi'lu al-mudhari'u ambayo haijakutana mwisho wake na nunu tawkid au nunu niswa. Tuna yuqidu aliyun al-misbaha, yuqidu aliyun al-misbaha. Sasa kuna tanwini aliyun al-misbah, lazima uichangue tanwini yuqidu aliyun, kama vile kul huwallahu ahadun illahu samad, ahadun alafu Allah hawezi kupita, lazima uichangue hii tanwini, manake uifanye nuni yenye sukun ahadun, kisha baadaye unaweka kasra hawezi kupita. Kul huwallahu ahadun illahu, kwani kama hapa yuqidu aliyunil misbah, usema aliyun misbah hapitiki, kwa lazima ufanye hivyo au usimame kwanza kama hutaki haraka. Kwa yuqidu tazhafu aljunud, inatambaa jeshi, manake inatambaa wale wanajiandaa kupambana na maadui. Turiqul ashjaru, miti inatoa maua, inatoa maua miti. Fi'li ni yuqidu, tazhafu, turiqu. Bija mfano wa 4 na wa 6 mpaka wa 6, lan yuqida aliyunil misbaha, lan yuqida aliyunil misbaha, lan tazhafa aljunud, lan turiqa alashjaru. Tumeona amekuja amil, yule amil wa mwanzo ambaye ni yule atajarrud,
ambayo ni fi'l mudhari marfu' litajarrudi, ambayo ni al-amilu al-ma'nawi, kamfanya yuqidu, tazhafu, turiq, akawa ni marfu'un. Akaja amilu al-lafdhi ambayo ni lan, ikamfanya atoke katika hali ya rafi'i katika hali ya nasbi, na ikikubali mabadiliko ni ishara kuwa fi'l mudhari'un muda kuwa hajakutana na nunu taukidi au nunu niswa inakuwa ni mu'rab. Tukija mfano wa 7 mpaka wa 9 tuna lam yuqid aliyun al-misbaha, lam yazhaf jundiyun, na lan turiq shajaratun, lam turiq shajaratun. Wakaja amili mwingine ambaye ni lam, akatoa fatha akaleta sukun, kwa ishara kwamba fi'l mudhari'un inakuwa ni mu'rabun, na moja katika aina za i'rab ni al-jazm, ambayo al-jazm alama yake ni as-sukun. Tuna ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru na al-jazm, ambayo ar-raf'u inashirikiana fi'li na ismu, lake al-ismu yurfa'u wal fi'lu yurfa'u. An-nasbu pia inashirikiana kitendo majina na vitendo, al-ismu yunsabu wal fi'lu yunsab. Ama upande wa watatu vinapishana, al-ismu yujarru wal fi'lu yujzam la yujarru. Kwa fi'li inajazmishwa, ismu inajurishwa, ama maeneo mawili zote zinashirikiana. البحث الطائر والماء والحصان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء. طائر, الماء, حصان katika mifano ya kundi la kwanza yote ni majina. وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى منه, na haya majina katika mifano mitatu ya kwanza minhu min hadha alqism marfu'atun li'annaha mubtada'atun, ni marfu' sababu ni mubtada'atun. Amesema marfu'atun sababu yameshapetuka tatu kwenda juu. Hakusema marfu'un ka yapa sifa ya muannath marfu'atun, yakuwa ni mawili marfu'ani, moja marfu'un, lakini shapetuka inapewa sifa ya nini? Ya ta'anith. Wanasema kullu jam'in muannath, kila jam'u ni muannath. Walladhi yadullu ala raf'iha, na kinachoonyesha juu ya kurufaishwa kwake majina haya, wujudu dhammati fi akhir kullin minha, kupatikana dhamma mwisho wa kila moja miongoni mwa haya majina, ni ishara kuwa ni marfu'. Wa fi al-amthilati ath-thalathati ath-thaniyati, na katika mifano mitatu ya pili, yani katika kigawanyo cha pili, mansubatun lianna kullan minha, sababu kila moja miongoni mwa haya maf'ulun bihi, bijawe ni mansub. Walladhi yadullu ala nasbiha wujudu al-fathati fi akhir kullin minha, nachoonyesha juu ya kunasibishwa kwake kule kupatikana fatha mwisho wa kila moja miongoni mwa haya majina. Wa fil amthilati thalathati thalitha, katika mifano mitatu ya kundi la tatu, majruratun lianna kullan minha masbuqun biharfi jarrin, imetanguliwa na harfu ya jarri, ambayo ndio amili hapo. Walladhi yadullu ala jarriha wujudu al-kasrati fi akhir kullin minha, kupatikana kasra mwisho wa kila moja miongoni mwa hizo. Wabidha, kwa hiyo nara hadhihi al-asmaa, tunaona haya majina qad taghayyarat awakhiruha, yamebadilika mwisho wake. Manake kuzungumzia mwisho hatukusudii herufi ya mwisho, kusudia hukumu ya mwisho, sababu mwisho unabakia vile vile. Kama ni dali, mfano jaa Muhammadun, raitu Muhammadan, maratu Muhammadin, dali ni ile ile, si ndio? Kwa hiyo inabadilika hukumu ya mwisho. Naposema inabadilika mwisho, maana yake ije Muhammadun, ije Muhammadan, ije Muhammarin, si ndio? Lakini ni hukumu ndio inayobadilika, sio herufi iliyokuwa wapi mwisho. Kwa naposema inabadilika mwisho wake, haibadiliki herufi, yabadilika hukumu. Tuko sawa? Kad taghayyarat awakhiruha, unaweza kukutana na mtu ambaye
nataka kuchallenge kwa maana tunaona dali bado iko pale pale ya Muhammadun raitu Muhammadan ama badiliko yako wapi maana nataka iondoke dali kwenye Muhammad ije zal ije qaf huko mwisho ndio moyo wake utaridhika hapo sasa mabadilika kumbe si ni hukumu za mwisho ambazo tunasema ahwali kutaghayarat awakhiruha min ar-raf'i ila an-nasb thumma ila al-jarr kisha kana paka kwenye jarr wa idhan fala budda sio idhan ile tunanasibisha ndio wa idhan fala budda an takuna mu'rabatan kama badiliko haya kwa hiyo lazima iwe ni mu'raba wal kalimatu yuqidu tazhafu turiqu fi amthilati al-qism ath-thani af'alun khabari ya nani kalimatu af'alun mudari'atun tunaweza kusema mudara'a kama tulivyopita kule mwanzo wa hiya fil amthilati ath-thalathati al-ula hivi tendo katika mifano mitatu ya kwanza min hadha al-qismi katika kundi hili la kwanza marfu'atun kwa nini marfu'atun li khuluha ma maana li khuluha bil arabiyya tadarrudiha maana akhar takhallusiha maana akhar lakini kwamba wewe utakuja kufundisha kwa lugha ya Kiarabu ikhuluwiha wanafunzi haiji tajarudi hawana nakodoa macho wafanyaje tafute lugha ambayo ni nyepesi ambayo atakufahamu na ajue umekusudia kitu gani kwa lugha nyingine kielezi zote ni ngumu Kiarabu wanafundisha Waarabu tabaudia kwa hiyo utafuta lugha imadi akufahamu kwamba hapa jamaa akajitahidi kwa kadri ya uwezo wake sababu lugha ya Kiarabu ni tajiri sio kama yu ya kizungu yu anatumia mmoja yu wawili yu mwanamke yu moja hiyo maana yake naangalia tu naambia watu gani lakini Kiarabu kila mmoja ana dhamiri yake kwa hiyo kwa sababu wewe utakuwa ni rasul ni mjumbe utaangalia namna gani utafikisha ujumbe nao kwa khuluha min an-nawasib wal jawazim tumesema vitendo hivi vimekuwa ni marufua kwa nini kule kuepukana kwake na kinachonasibisha na kujazimisha hakuna lan wala hakuna lam kwa maana kwenye i'rab tulazimika kuzungumza hivyo fi'lun mudari'un marfu'un li khuluha ay tajarrudiha min an-nasib wal jazim hapo ni tumesema ni al-amilu al-ma'nawi amil wa kimaana sio kilafzi tuko sawa kama vile mubtada ibtidai ni amilu maanawi sio lafzi tuko sawa kwa hiyo maana yake ukibainisha hivi mtu anajua unazungumza kitu gani walladhi yadullu ala raf'iha kinachoonyesha juu ya kurufaishwa kwake wujudu dhammati fi akhir kullin minha patikana dhamma mwisho wa kila moja miongoni mwa vitendo hivi hii ndio alama ya kuwa hii ni marfu'a wa fil amthilati ath-thalathati ath-thaniya katika mifano mitatu katika kundi la pili minhu min hadha al-qismi mansubatun mansubu kwa nini lidukhuli lan alaiha kuingia lan alaiha lidukhuli min dakhala au min adkhala دخل يدخل دخولا سو ادخل يدخل ادخالا لدخول لن عليها والذي يدل على نصبها وجود الفتحه في اخر كل منها ingia fatha mwisho wa kila moja miongoni mwa vitu hivi في الامثله الثلاثه الاخيره kama mifano mitatu ya mwisho majzumatun dukhuli adati aljazm alaiha kuingia kitendakazi cha jazm juu yake والذي يدل على جزمها وجود السكون في اواخرها kutikana sukuni kule mwisho maana hii ndio ishara ya mabadiliko si ndio wabidha nara anna hadhihi al-af'ala tuona vitendo hivi af'ala ni badali ya hadha au hadhihi si ndio anna hadhihi al-af'ala maana unaweza kutumia af'ala ikawa sentence iko vizuri wabidha nara anna al-af'ala
قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب أو كسمة أن هذه الأفعال السنتنس بعد يكون بزور من الرفع توقع رفع إلى النصب ثم إلى الجزم وإذا لابد أن تكون معربة لازم تكون معربة. القواعد الأحوال التي hali ambazo kwa maana hukumu hali ambazo ta'tari awakhir alkalimati almu'raba ta'tari ay tusibu zinazopata mwisho wa matamko ambayo ni mu'raba ta'tari ay tusibu min asaba yusibu arba'un li وهي الرفع والنصب والجر والجزم يعني الرفع والنصب والجر والجزم وتسمى انواع الاعراب hizi zinaitwa nini aina za i'rab alamat al-i'rab al-asliyah arba'un alama za i'rab za asili ni 4 hii al-asliyah inasifia al-i'rab au alamat علامات ndio علامات الإعراب الأصلية 4 وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون alama za irabu za asili ni 4 nazo ni dhamma wal fathatu wal kasratu was sukun wayanubu anha alamatun ukhra aznakaa niaba ya hizi za asili alama nyingine maana kuna maeneo ambayo hiyo dhamma fatha kasra sukun haitakuwa na nafasi inabidi zije alama ambazo zitakaa niaba ya hizi kama ilivyokuwa ikiwa fa'ili hayupo na ambazo zitakaa niaba yake maana maeneo dhamma haitakuwa na nafasi kabisa hata uilazimisha haikubali sio maeneo yake inabidi kipatikane kitu ambacho kikaa niaba yake hizi alama sema tudhkaru fi mawadhi'iha zatajwa katika sehemu zake maana tukizitaja hapa tayari ni kosa katika maeneo yake na haina maana kwamba shekhi hajui kwamba azijua ungezitaja kabisa basi ndio lakini kaona tukizitaja alafu hakuna mifano wanafunzi tutachanganyikiwa tutaje katika mawadhi'iha na kuna ile tabia wanafunzi walivyo mbona hakuzitaja pale mpaka haina maana hiyo kuwa hakuamua hazijui kaamua kulingana na mazingira aliyoyaweka shekhe sasa lazima tufuate mwongozo huu kwa zitaje sehemu hii mpaka maeneo yake baada ya kuwa kile unapopanda akili inafanyaje unapofika kukutana nazo basi si mgeni tena sababu tayari akili pata maalumati kwa tosheka na hivi kama alivyosema Sheikh kaida nyingine ar-raf'u wan-nasbu yashtarikani fi al-asma'i wal-af'al raf'u na nasbu vinashirikiana katika majina na vitendo wal-jarru yahtassu bil-asma'i jarru inahusiana na majina tu manake hakuna kitendo ambacho kinajurishwa tuko sawa ukuta kasra kwenye kitendo utakuwa na sababu za kinahau kaqaulihi ta'ala faqultu astaghfiru innahu kana faqultu innahu kana yursilis samaa alaykum bidirara yursilis samaa yursili ilikuwa intastaghfiru rabbakum yursil hii fi'li imekuja ni majuzuu asili yake kwa sababu ya jawabu sharti yani kuna sharti intastaghfiru rabbakum endapo mtamtaka msamaha Mola wenu jawabu lake yursil kwa hiyo imekuwa ni majuzumun lakini mpata kasra litiqai
sakinain. Sababu kuna as-samaa kuna sini ngapi? 2. Unapofungua ile idgham utakuta sini ya kwanza ilikuwa na sukuni, ya pili inakuwa na nini? Na haraka. Fataha na itakuwa na haraka. Sababu gani? Utakuwa na nyingine itakuwa nasema dhamma, kasra, nachoka kusema hivyo, ndio. Lakini haraka itakuwa shamaliza kiasi na dalwaiti. خلاص تفضل. ويرسل السماء عليكم مدرارا. Kwa ile kasra si kwa sababu mbona tuambiwa kitendo hakijulishi, mbona leo kuna kasra? Yatoka wapi haya? Kumbe kuna maelezo ya ziada ambayo takiwa uyatambue ili ujue kumbe ikija fi'ili ikikuta ni majuzum kuna sababu za kinahwu zote takiwa kuwa hivyo. Kama kauli ta'ala, qul ta'alu atlu, qul ta'alu atlu, akusema atlu imekuwa ni majuzum na hakuna nini, hakuna alama ya jazm ifuata, maana sio asili yake inta ta'alu atlu alaykum ma harrama rabbukum alaykum. Kwa hiyo inakuwa ni jawabu la yani la sharti. Hata katika baadhi ya maeneo mengi unaweza kukuta katika bahthi mara anakwenda kuambia tajide, idha taamalta kadha tajide. Niweza kuona hii imekuwa ni majuzumu, hii tajide yani au kakosea yani mara arekebisha, si ndio? Sababu bado mchanga na arekebisha, mwisho yake unaonekana wewe ndio matatizo kwa sababu hujauli umejitia, unajua ukaharibu zaidi. Kwa hiyo maana yake inta taamal tajide, ndipo utazingatia utakuta. Kwa hiyo hatutakiwi mwanafunzi kuwa mvivu wa kuuliza. Yaani usijitie unajua utakuja kuharibu, mwisho wake utaharibu na wengine. Na ukishajulikana kwa umeharibu, aibu yake itakuwa si ya kawaida. Utajificha maeneo ambayo hujatarajia kujificha. Kwa hiyo uwe makini sana katika vitu ambavyo utakuja kuisaidia jamii. Sio mjanja kwenye kusoma. Baada ya nasaha hizi nafikiri itakuwa kaida yetu inasema hivi: wajaru yahtasu bil asma. Ilikuwa tunazungumzia ismu ndio inayojulishwa, haifa ni kitendo hakijulishwa. Utakasara jitahidi kwa sababu zipi. Kwa maana unakuta hata ikiwa ni kitendo, mfano wataka useme yadhribu ni, mfano yadhribu ni, ili kisipate kasra naweka nunu liqaya. Sema yadhribi, si ndio? Itabidi ipate nini? Kasra. Yaani mkosa hili nyingine. Kwa yadhribu ni kinachoangaliwa, hii nuni inatenganisha baina ya au inakinga baina ya kitendo na nini? Na yao mtakalim msikutane. Sikutana utakuwa na kasra. Tuko sawa? Kwa hiyo wao kuweka hivi wanalenga kuwa kitendo sio na nini? Ajarri kabisa. Kama yahtasu jazmu bil af'al. Na jazmu nayo husiana na vitendo. Kwa hiyo nimekuta jina mfano jaa ar-rajul huko mwisho. Sema hii ni majuzumu au? Mbona leo imejazmishwa? Hapana. Haikujazmishwa leo, bali imekuwa ni majuzumu au imekuwa na sukuni sababu ya wakfu kule kusimama. Jaa ar-rajul. Anayepita ndio jaa ar-rajul wa kadha wa kadha, mwisho sukuni. Kwa baadhi ya vitabu unakuta kapowekea sukuni kabisa jaa ar-rajul afa naweka koma. Manake alifaje? Amesimama. Kwa hiyo jazmu ambayo alama yake ni sukun na husiana na vitendo. Majina haya jazmishwi. Ukikuta kuna jazmu ambayo ni sukun, jua ameweka sababu nini? Ya al-waqf kule kusimama. عين الكلمات المعربة في العبارتين الآتيتين واشكل شكل يشكل واشكل آخر كل منها. Mmoja tusomee hapa mpaka koma ili atuwekee shakli. Naam. Ambaye anaona hata kosea atusomee mara moja. Rakam al-awwal. Nyanyua sauti kidogo.
wasufa. Na maana raha ya kusoma mbele ya mwalimu. Lazima moyo unenepe na kukosea. Hapo tayari tumeshasoma, si ndio? Yes, utaisoma sufa tena. Almuhimu ala al-insani an yura'i fil malabisi fusula sanati fayahsunu bihi fayuhsin kama walivyosema, fayahsunu bihi kama walivyosema ndio sahihi. Fayahsunu bihi hasuna yahsunu fayahsunu bihi an yalbasa al-qutna fi as-sayfi was-sufa fi ash-shita, yani sufi, si ndio? Pako vizuri hapo. Nafikiri kwenye kusoma tayari nijulikana mu'rabu ni ipi na mabni ni ipi, au naja kubainisha tena. Ndio kishasoma na inabadilika ala al-insani, mshajua insani ni mu'rab. Ayura'iya ni mu'rab. Fil malabisi, al-malabisi ni mu'rab. Fusula sanati, usema haibaki fusulu, nabarikia fusula, usema nabadilika fusula. As-sanati pia inakubali, si ndio? Fayahsunu bihi, sababu ni tajarudi min an-nas wal jazim, kwa ni marfu. An yalbasa al-qutna an yalbasa al-qutna fi as-sayf was-sufa fi ash-shita. Kwa hiyo hapo labda fi na bihi na nyingine ndio ambapo ni mabni, lakini yale baki yote ni mu'rab. Na mwingine atusaidie. المزاح يجلب البغضاء ويقطع الاتفاق فابتعد عنه إلا إذا كان يسيرا إنه يريح العقل ويكسبه نشاطا. Fikiria na Sheikh anatuhusia mzaha kidogo mbali, si ndio? Sababu inaleta uchangamfu. Innal mizaha yajlibu al-baghdha'a wa yaqta'u al-ikha'a. Sawa? Sasa fabta'id anhu illa idha kana yasira. Sio sana fa innahu huwa mzaha huo yurihu al-aql, akili inapata inastarehe kidogo, pia wayakusibu na shaa unapata nini uchangamfu. Na Hamis tusaidie mu'rabu ni pia. Itaje tu kadha kasome tena. Al-mizaha al-baghdha. Mwingine hapo katikati mashekhe hapo ajitoe muhanga. Yasiran. Mwingine al-aqla. Naam. Upande huu na sema kwa sauti bauza. Nashatan, usiogope hapa kuwa huru. Hatuko jela hapa nashatan, sio rekebisho ndio utapata zaidi. Naam, hapa yuksibu. Hao sio yuksibu sahihi. Nyingine naam, yurihu. Nyingine yasira kwa huko shasema na Muislamu pia. Inaonyesha uko mbali. Naam. Asante sana. Sheisha. Na uhakika. Yajiribu shasema. Kitabu yakata usisikia. Anhu nabadilika anha badilika. Hiyo kuna dhamiri badilika. Inna alafu nakuja inni alafu hii ni mu'rab, ni mabni sahihi. Hii haibadiliki. Twende mbele. Sema subuhu maana walikusibu na shamba. Aksaba yuksibu kuchuma. Kasbul halal. Wewe na duka kwa dukani. Kasbul halal maana yake ni chuma la kwa aksaba yuksibuhu waona inachuma inaleta. Sio chuma ulete ile kwa kuzala chuma kwa aksaba yuksibu.
Ni maana ya akhun. Ikhaa ndugu. Yajibu inaleta kama chuki kukiana. Zeri atabasamu kuona. Jari. Hii mifano tutaifanyia kazi. Ukiambiwa mfanyie kazi, mfanyie kazi. Sio wavivu. Yaani sehemu ya muraja ukiona hii mbona kila sehemu mnaelewa, fanya mazoezi haya yatakusaidia. Yaani nahwu ni kama hesabu, mazoezi sana. Ushafanikiwa kufanya mazoezi kwa wingi. Wewe subiri ndani ya miezi yako miwili tayari ushakuwa nahawi. Ili usije ukatosheka na hiyo. Mazoezi sana, yani nasoma swali, unaliangalia vizuri, unajibu maswali peke yako kwa muraja. Sio lazima uandike. Ukiona na nafasi unaweza kutumia kuandika ili ujiridhishe. Lakini mazoezi ni muhimu sana. Kama hesabu shule, si ndio? Sawa. Sasa moja katika vitu ambavyo watu wanafanikiwa ni kufuata muongozo. Ushapewa muongozo kwa kufuata, mafanikio yanapatikana. Ukisema hii bwana mpotezea muda, bora mchezee simu yangu. Sawa. Utakuja kujuta, unasoma nahwu muda mwingi alafu haipandi. Kwa nini? Ulipewa muongozo kwa udharau. Kuona hivi vitu vya watoto, si ndio? Ndugu zangu tunaanza kufanya mazoezi. Sawa. Utakuja kusoma miaka na miaka kupata kitu. Lakini unaweza ukifuata muongozo vitabu viwili vitatu, bado ushaona mwangaza mkubwa unaposoma sehemu unafahamu. Na lengo la kusoma nahwu ni ili tuweze kusoma hizi ibara bila kukosea. Ukiingia kwenye bahthi, unajua ni mafuulu mbili, ni fa'il nani. Ushaoyaweza hayo, utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Kwa mazoezi muhimu. Kivipi yani? Kawin thalathi jumali, tengeneza sentensi 3. Fi kulli minha, katika kila moja miongoni mwa hizo sentensi 3, ismun mu'rabun, yani uweke jina ambalo ni mu'rabun tena marfu'un ala annahu fa'il, na utengeneza fi'il na fa'il. Jaa Muhammad kadha, mfano vitatu. Utakushinda hivi. Hivyo vistari hivyo unakwenda navyo. Mu'rabun marfu'un ala annahu mubtada'un. Kwa hiyo utampata mubtada atakuwa mwanzo, atakuwa mansub marfu'. Si ndio? Tafuta na habari yako. Atakwenda nayo mu'rabun ismu marfu'un ismu kana. Kana Muhammadun musafiran. Kuna nayo hiyo. Nyingine ismun mu'rabun ma'rufu'un ala annahu khabaru li anna. Wanaida kwaja inna Muhammadan musafirun. Kwa hiyo itakushinda hiyo. Kushinda. Nyingine hivyo utakwenda na hizo kuni iti thalathi jumalin fi kulli minha ismun mu'rabun mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Nakwenda nayo hiyo. Nakwenda nayo mpaka mwisho. Kwa hiyo ni ya kawaida sana. Tuko sawa? Kwa hiyo kwenye kusoma pia unajituma hii kawin thalathi au thalathu au thalatha. Ayuza maswali maana yake. Thalathi hasa nani thalathi? Majrur. Najua sababu zipi? Basi sio thalathi. Kawin thalatha. Kidogo tunaona kama nzuri. Mafuli. Hukumu mwenyewe unakwenda na. Ni kawin thalatha au kurizika. Allahu Akbar. Utapata taabu sana. Yaani ujipe hukumu mwenyewe kwamba hapa basi. Akawe nitengeneza. Sasa akisema thalathi nani mafuulu? Kwani mafuulu yanakuwa majrur? Hapana, sio majrur. Kwa niseme kawe ni thalathi. Huyo unajisumbua yani. Usiwe mlaini hivyo. Na jamu jumla. اسم مضاف إليه 3 جمل أو تكجوا kama la sio lazima iwe, yani hiyo kaida
ni kaida ambayo ni muktasaba, sio rasmi. Yani kaida mutarada haina masharti haya. Kama kaida ambayo ni muktasaba inafanya unaichuma, unatengeneza kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi hapa mwanzo asipate shida kumjua nani mudhafu na mudhafu ilayhi. Wampa hizo kanuni za haraka. Alafu baadaye asakipambana nazo kujua mbona najiuliza sasa hivi mbona ya sioni cha sioni. Maana yake ilikuwa ni kaida ya kukupa ile njia ya kuanzia mudhafu nitamjuaje na mudhafu ile nitamjua vipi. Sasa hapa thalatha jumali haina jumla chache. Thalatha cha si au ya au hakuna. Kwa hiyo tosheka na hiyo kuwa ile ilikuwa ni mukaddima wa kuwa mudhafu ilayhi asije akakusumbua. Kuna hizi kanuni za haraka baadaye sasa na vitu vingine ambavyo miongoni mwa maana yake ni haya ambayo umeyauliza sasa. Naam. Akhiri shamaliza tuendelee. Bismillah. Juma kama kuna cha kuuliza unamaliza huko. Inawezekana tukakosa jawabu. Sehemu ya kuuliza. Ahwalu bina'i al-fi'l al-ma'ruf. Baada ya kujifundisha anwaa al-i'rab, tuangalie hali za kujengea fi'lu madhi. Kwa mujibu wa matni Ajurumi amesema al-madhi maftuhun abada. Al-fi'l al-madhi maftuhun abada. Akisema maftuhun maana yake ni mabniyo ni mu'rab. Mabni ala al-fath. Sasa ikiwa ni maftuhun abada tutaikuta katika mifano yetu mitatu ya mwanzo ile fatha kweli inaonekana, si ndio? Ili kwingine inahitaji uwe na maelezo kidogo, lakini haya maelezo yake sasa tutakuja kuyaeleza mwisho baada ya kueleza hizi hali za mwanzo ambazo zipo hapa sasa hivi. Kwa hiyo tukumbushane huko mwisho inshallah. Yaani mwisho maana yake iwe kwa hiki ambacho kiko hapa kimeeleweka, tukiingiza kitu ambacho nje kidogo hiki kisahaulike. Yaani ukiona kile kidogo cha kuchanganya bakia na hiki ambacho unacho hapa. Baada ya kufikia hivyo hasa akili imekomaa kidogo au umepea, kuingizwa vile ni rahisi kuelewa kwa rahisi. Naam. Ahwalu bina'i al-fi'l al-madhi, hali za kujengea fi'lu madhi. Yaani maana yake fi'lu madhi inakuwa ni mabni. Hali za kujengewa kwake ni zipi? Zajengewa katika vitu gani? Al-amthila ishtadda al-bardu, sara al-ghubaru, nazala al-mataru. Ishtadda al-bardu, baridi imekuwa kali. Sara al-ghubaru, imetimka vumbi. Nazala al-mataru, mvua imeteremka imenyesha. Fi'li ishtadda, sara, nazala. Hizi zimejengewa al-fathi. Kwa maana yake ni kwamba moja katika hali za kujengea fi'lu madhi yubna ala al-fathi, Wakati gani? Ikiwa haijakutana mwisho na chochote. Kwanza ni sahihul akhir, kisha ikawa haijakutana mwisho na chochote. Hapo itaingia ala al-fathati au dhahira. Kinyume chake ikiwa kule mwisho ni mu'tallu al-akhir, itaingia ala al-fathati al-muqaddara. Kwa bado fatha inabakia pale pale, imma al-muqaddara au al-dhahira itakapokuwa ni sahihu al-akhir. Ama mfano wetu wa 4 mpaka wa 6, al-auladu la'ibu, watoto wamecheza. Ar-rijalu safaru, wanaume wamesafiri. Al-ummalu ta'ibu, wafanyakazi wamechoka. Fi'li ilikuwa ni la'iba, safara, ta'iba. Lakini baada ya kukutana na wawul jamaa imelazimika ijengewe ala dhammi.
واللعب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. manake isingekuwa wao aljamaa isingejengewa juu ya dhamma. Kwa nini hutaki kuisome la'ibau baada ya wao aljamaa, si ndio? La'ibau, safarau au ta'ibau, inaongeze wao alafu ibakie kama ya zamani? Hapana, lazima hii wao ujio wake ifanye herufi ya kabla yake iwe na nini? Iwe na dhamma. Na haya utayafanya pale ambapo fi'li yako ni sahihul akhir au fi'li ni mu'talul akhir lakini kwa wau au kwa ya'u, lazimika harfi ya kabla iwe na dhamma. Kwa mfano na khashiya, khashiya itakuja khashu, itakuja nini? Khashu, sababu asili yake khashiyu, ni khashia itakuja khashu, ambapo asili itakiwaje? Khashiyu, na ndio hivyo hivyo khashiyu. Lakini baada ya kuja ile wao aljamaa unakuta sakina ngapi? 2. Yani harfu za ila zimekuwa 2, kuna wao na ya. Khashiyu ikaonekana nini cha kufanya? Hii dhamma iliyokuwa katika yao ipelekwe kwa wao katika harfu ya kabla ambayo ni shin, ya nyuma, sio ya baada ya kabla. Kuna khashiyu, shin iko kabla ya yao au baada ya yao? Kwa hiyo ile harfu iliyokuwa kabla ambayo ni shin, inabidi hii dhamma ichukuliwe iwekwe katika shin, alafu yao ikafanyaje? Ikaondoshwa. Yani baada ya kuondolewa, yani baada ya kuchukuliwa ile haraka ya dhamma, kuna sakina ngapi? 2. Yao ina sukun na wao ina ni sukun. Hizo ni illa, herufi za illa zote, si ndio? Lazimika iondoke hii yao sababu kuna shida ya waul jamaa. Baada ya kuondoka hija khashu. Sawa? Sasa khashu bado ni mabni ala dhamm litisalihi biwawil jamaa. Ikija fi'li sarwa kuja saru, ikwaje? Saru asili yake ilikuwaje? Kuna wao jamaa na wao ya asili, tunasemaje? fi'li ni sarwa, ongeza wao jamaa kama ilivyo saru. Lawa kuna shida, si ndio? Shida gani hasa? Ya uzito hapo? Hata wewe waona uzito hasa hivi. Na alimuhimu kuna uzito ikaonekana wao ifanyeje? Iondoke ili ibakie nini? Harfi ya kabla ipate dhamma ambayo ni kama saru. Hakuna mabadiliko makubwa hapa. Saru wa kalosha wao kabakia saru. Ama fi'li ikiwa ni mu'talul akhir kwa alif tu makini hapa kai nukta. Ikiwa ni mu'talul akhir kwa alif, utakachokifanya utaondosha ile harfu ambayo ni alif, kisha harfu ya kabla ibaki na fatha. Tuna sa'a yas'a, uja sa'au sio sa'u. Sa'a yas'a sa'au. Qada yaqdi qadau sio qawdu. Salla yusalli sallau. Isema sallu itakuwa ni amri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu. Hiyo ni amri, sio nini? Kwa hiyo sallau, qadau, jarau, ramau, hapo utakuwa unajengia juu ya nini? Kwa sababu ya kuja wao lazimika iwe katika sura ya namna hiyo. Ama upande wa i'rabu kuja kuelezea kwa mukhtasar i'rabu ya qadau na sallau utapita vipi. Ama hii ambayo ni mu'talul akhir kwa ya'u utakuja khashu, saru na mwenzake na la'ibu, safaru, ta'ibu. I'rabu yake ni nyepesi zaidi.
ولعبوا تسمى فعل ماض مبني على الضم. وني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. شمaliza manake singekuwa kuja kwa wawu jamaa kabika na fatha yake, kwa hiyo utakwenda naye kwenye ar-rijalu safaru al-ummalu ta'ibu. Na kwa nini hakuanzia na la'ibu al-auladu, safaru ar-rijalu, ta'ibu al-ummalu? Tumeanza kwanza na fi'li, si ndio? Maana hapa kaanza hivi, kafanya hivi kwa sababu huyu mubtada kwanza ni jam'u, alafu wao lazima kuwe ya wengi. Ndio sawa. Al-auladu ni jam'u, kwa hiyo basi usema la'iba atakuwa ni mmoja bado. Ama ukianza mwanzo sasa ikaja ni la'iba, atakuja la'iba al-aulad, la'ibal sio la'ibu al-aulad. Hii itakuwa ni lugha wanaita lugha tu ya akaluni al-baraghif, ambayo ni lugha inatumika, ni lugha si fusha kama hii. Maana yake ni kusema hivi, unapoanza na kitendo fa'ili akiwa ni mufradi au musanna au jam'u, lazima hiyo kitendo ni mufradi. Jaa at-talib, ra'aytu at-talib, jaa at-talibani, jaa at-tullab. Hadara al-muallim, hadara al-muallimani, hadara al-muallimuna. Ama ukigeuza at-talib hadara, al-muallimani hadara, al-muallimuna hadaru. Je, lugha hii ya kuanzia la'ibu al-aulad inafaa haifai? Inafaa, lakini maelezo yake tutakuja kuyaelezea insha Allah muda wake, yani sio mwishoni, fi mawdhi'i kifika huko mwisho insha Allah. Hapa chukua hii hapa tuliokuwa nayo, al-aulad la'ibu, wa la'ibu ni mabni ala ad-dhamm litisali biwawi al-jamaa, wa wawu al-jamaa fa'ilun mabni ala as-sukun fi mahalli rafi'. Shamaliza. Kwa hiyo hali ya pili ya kujengewa fi'lu madhi yubna ala dhammi. Kwa mata yubna al-fi'lu al-madhi ala dhammi idha ittasala bihi wawul jamaa, idha ittasala bihi wawul jamaa. Mithalu, natoa mithali. Hali ya tatu, fatahtu al-baba talaqaftu al-qurata akhadhtu jaizatan. Fatahtu al-baba, nimefungua mlango. Talaqaftu al-qurata, nimedaka mpira. Akhadhtu jaizatan, nimechukua zawadi. Sadaqta fi qawlika, umesema kweli katika kauli yako. Adalta fi hukmika, umefanya uadilifu katika hukumu yako. Ahsanta ila nasi, umewatendea wema watu. Albanatu ta'allamna alhiyakata, mabinti wamejifundisha kushona. Alummahatu at'amna auladahunna, kina mama wamelisha watoto wao. Alfatayatu rattabna almaidata, watoto wa kike wamepangilia nini? Meza. Kharajna ila alhuquli, tumetoka kwenda shambani. Istanshaqna alhawa an-naqiya, tumevuta hewa safi. Qatafna al-azhara, tumechuma maua. Mfano hii nimeisoma yote kwa sababu ni hali yote ni hali moja hii. Manake yubna ala al-fath, yubna ala as-sukun. Wakati gani? Kutana na tau mutaharrika. Tau mutaharrika hiyo ima iwe na dhamma au fatha au kasra, si ndio? Au kama unataka mwenyewe utumie nguvu nyingi, taul mutakallim, taul mukhatab, taul mukhataba. Sasa kwa nini ujisumbue na hali ya kuwa kuna lugha fupi ya kueleweka? Kwa tau mutaharrika inakusaidia kujua kumbe inapokutana fataha na tau ya mutakallim lazima niweke sukuni hapa. Sije fatahatul baba, ni fatah. Kwa nini? Kwa sababu haifai tamko lenye herufi kuanzia na kwenda mbele isipatikane ya sukuni hata moja. Tamko likishavuka herufi 3, 4, 5, 6 lazima tukuta moja ina nini? Ina sukuni. Ama ukipata na 4 na zote zina haraka, ziete. Unayo? Ile haraka herufi. Kwa hiyo kama haipatikani, sasa inaonekana kuwa
ishakuwa fi'li na herufi 3 au hata kama ina 4 ina 5 ishakutana na ta'u mutakallim, ta'ul mukhatab, ta'ul mukhataba, nunun niswa na adatu al-fa'ilin, lazimika ile harfi yako ya mwisho iweke nini? Ipate sukun. Dhahabtu, akaltu, nimtu, sharibtu. Hizi zote ngapi? Hizi ta'u mutaharrika, ta'u mutakallim, ta'ul mukhatab, nunun niswa na adalatu ala al-fa'ilin. Hakisha kuwa fi'li yako madhi harfi yake ya mwisho ipate nini? Sukun, baada ya kuja mmoja katika hizi kule mwisho. Isiye zote na haraka. Jalasa, jalasatu. Kharaja, kharajatu. Amekasirika wakati huo, ni Kiarabu sawa, sio? Hapa ni makosa. Kwa hiyo kharajtu, akaltu, jitahidi harfi ya mwisho ipate nini? Sukun. Kwa hiyo hii ni hali ambayo tunasema imejengewa ala sukuni litisalihi bitai imma mutaharrika au nunun niswa au na adalatu ala al-fa'ili wa yubna ala sukun. Hiya swali, mata yubna al-fi'lu al-madi ala sukun? Yubna al-fi'lu al-madi ala sukun idha اتصل به تاء متحركه نون النسوه au na adalatu ala al-fa'ili. Au kiona mwenyewe karatasi yako ni ndefu, ta'ul mutakallim, ta'ul mukhatab, ta'ul mukhataba, nunun niswa na adalatu ala al-fa'ilin, ujaze karatasi. Kama ukitaka mkato ta'u mutaharrika ushamaliza, nunun niswa na adalatu ala al-fa'ilin. Hizi ni hali ya tatu inayojengewa fi'lu madhi yubna ala sukun. Na kwenye sarf tumejai kushapata sana kule. Kwenye sarf wametueleza namna ya kuzitumia ya tasrifu fi'li. Hapa nafikiri kama ni ukumbusho tu, lakini kule tumezipitia sana. Kwa ukiweza kutumia kwenye sarf kule, huku utakuwa kazi yako ni nyepesi. Unapopanda na i'rabu. البحث. إذا نظرنا في الأمثلة المتقدمة tukiangalia mifano iliyotangulia, raaina anna kulla mithalin fiha, tunaona kwamba kila mfano miongoni mwa mifano hii yashtamilu ala fi'li madin, imekusanya fi'lu madhi. Kila tulipopita pana fi'li gani? Madhi. Wa qad arafna au arifna, laqad arafna, ndio? Waqad arafna fi darsin sabiqin, katika somo lililotangulia, anna al-af'al al-madiyata, kwamba fi'lu madhi kulluha mabniyatun, zote ni mabniya. فالافعال التي في هذه الامثله اذا, vitendo ambavyo katika mifano hii kwa hiyo takunu mabniyatan. Wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-darsi, nataka tujue katika somo hili ahwala binaiha, hali ya kujengewa kwake. Liajli dhalika nataammalu al-amthilata ath-thalathata al-ula, tuizingatie na kwa makini mifano mitatu ya kwanza. Fanara al-af'ala al-madiyata fiha, tunakuta vitendo vya madhi katika hii mifano, wa hiya ishtadda wa thara wa nazala, lam yattasil bi akhiriha shay'un, yakutana mwisho na nini? Na chochote. Wanara an akhiraha maftuhun, wana mwisho wake kuna fatha. Walau tatabba'na al-fi'la al-madiya, law tutafuatilia kila fi'lu madhi alladhi, ambayo lam yattasil bi akhirihi shay'un, ambayo haijakutana mwisho wake na chochote, fi ayi tarkibin, katika mpandanisho wowote, ra'ayna akhirahu maftuha, tuona mwisho wake ni nini? Maftuha. Ni maana yake hizi na nyinginezo. Ukitaka urudi kwenye tasihil, jalasa, kuna ndiza mwanzo, ndio? Kama mwisho hakuna hajutana chochote, utakuta kuna nini? Kuna fatha. Maana yake ni kwamba ukishapata hii, wewe ukiingia popote fananisha tu kwamba hii ni kama vile ishtadda. Kwa hiyo inakuwa ni mabni ala al-fath. Utafuatilia katika sura namna hiyo. Sababu huwezi kuletea vitendo vyote vya dunia nzima ukawekewa hapo. Unapewa baadhi ya vitendo na kwenda kufananisha.
وبذلك نستطيع أن نقول naweza kusema إن الماضي يبنى على الفتح في هذه الحال maadhi yanajengewa katika juu ya fatha katika hali hii ipi ikiwa haijakutana mwisho na chochote. Kuzungumzia chochote pia tukumbuke kuwa kuna baadhi ya vyovyote haviathiri uwepo wake kwenye fi'li gani maadhi. Kina jalasat haina athari, mwisho kuna chochote lakini haina athari, manake ni jalasa ta utaani. Au kama ni alif ya wili qala pia uwepo wa alif hakuna athari yoyote, ani mabni ala al-fath. Kwa kuna baadhi ya vitu vinapokutana na fi'li kule mwisho havina nini, havina shida, bado fi'li inabakia ni mabni ala al-fath. Kwa kuna ta utaanithi, kuna alif al-ithnain, hizi hazina shida. Tuko sawa? Ama kinachokuwa na shida ni hiyo wau jamaa suita mutahaddika nunu niswa, ndio ambazo zishaingia umetafaje utabadilika mutakallim sio takishida sana. Wa idha ta'ammalna al-amthilata ath-thalathata ath-thaniyata ra'ayna anna al-af'ala, tunakuta kwamba vitendo la'iba wa safara wa ta'iba qad ittasala akhir kullin minha biwawin, kukutana mwisho wa kila kimoja miongoni mwa hivi kuna wao tadullu ala anna al-fi'la, inaonyesha kwamba fi'li sadara min jama'ati dhukur, yani hii wao inaonyesha kwamba hili tendo limetokea kwa wanaume wengi. Sawa? Wa ra'ayna dhalika al-akhira madhmuma, tumeona mwisho wa kitendo hiki ni madhmuma, yani mwisho wa kitendo alafu kaja wao jamaa kuna nini, kuna dhamma. ولو أننا تتبعنا لو تفواتليا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة لوجدنا آخره مضموما، متمشاك ni مضموما. hii lawajada ni fi'l mutaaddi tana mafulu ngapi wawili, kwa hiyo lawajadna akhirahu madhmuma, kama madhmuma ni mafulu wa pili. Min dhalika na'lamu anna al-madhi yubna 'ala ad-dhammi, tunajua kwamba madhi yajengewa 'ala ad-dhammi wakati gani, idha jaa 'ala hadhihi sura, ija katika sura hii. Sawa, tuje sura moja unayojua ya kitu ambacho kimekutana wao jamaa na dhahabu sheikh jalasu sami'u qamu ya sheikh sajadu ya Umar, ambacho shakihifadhi tashilu inafanya kazi na wakiwa wengi la sakata na utanishi na wao jamaa sakatu qalu shasema tafuta nyingine umesema qamu na qalu na sana'u jalasu yasema darasu sahihi. Usiogope baba, kuwa makini na rakibu ya sheikh. Akalu na sami'u namu fil fasl na fa'alu sheikh sharibu sahihi na ramau wabina dhammi tupe rabu yake basi twende fatahu matu qasharu tufaha na watu wamesosi laibu shasama maiba hii kwa nyingine na laibu sataru sahih farahu madda wa maddu sahih. Kwa hiyo ndio tumekutana na wao jamaa, haina shida. Wahina nanzuru ila al-af'al al-madhiya, wakati tuangalia vitendo vya madhiya fi baqiyat al-amthila, kwa mfano iliyobakia, nara annaha tasat marratan bita'i mutaharrika, tunaona mara ya kwanza tulikutana na ta'u mutaharrika, haya kusema mutakallim sio apenda naye ule urahisi apate shida sana, ndio
Kwa maana yake ukishaona vitu kama hivi unatakiwa uige kuwa mbona wapenda mutaharrika, maana yake hataki maneno mengi. Sasa nayo una maneno mengi una muda wa kuharibu. Kwa usema mutaharrika ishaeleweka. Sawa. Kwa mutaharrika naambia tu na dhamma, fatha, kasra kama anauliza maswali mengi lakini nakatisha. Nara annaha ittasalat marratan bita'i mutaharrikatin wa marratan binunin tadullu ala jama'ati al-inathi. Kwa kule kuna tau mutaharrika ima kwa fatha au kwa dhamma kama mwanamke unamwambia sawa. Watusama nuna niswa, nuna an-niswa. Wa ukhra bikalimati na, yani mara nyingine. Wa ukhra bikalimati na. Kwa sababu bikalimatin na, bikalimati na kuna mudhaf na mudhaf ilayhi. Bikalimati na adallati ala al-fa'il, sifa ya kalima ambayo inaonyesha juu ya fa'il. Na fa'il hapa ni mmoja au wengi? Wengi. Kwa sababu nasema al-fa'il. Kusema ala al-fa'ilina, nasema ala al-fa'il, fa'il mmoja mwenye kufanya au wengi? Mmoja. Kuna siri gani? Kuna ukohoa. Siri ni kwamba tutakuja kujifunza, Allah itafikisha huko mbele kuwa jina likiwa ni mufrad na alif na lam katika matamko yanayoonyesha wingi. Yani al-mufrad al-muhalla bi al min alfadh al-umum. Katika matamko ya nini? Inaonyesha am. Hili tutakuja kuliangalia kwenye maisha yetu inshallah mbele. An-nadhab anta wahid tu'adhibu nafsaka idha. ونرى آخر كل فعل منها ساكنة kwenye fatahtu, sadaqtu, ta'allamna, kharajna na nyinginezo na sukuni. Walau annana tatabba'na, law tafuatilia jamii al-af'al al-madiyati, vitendo vya madhi vyote, allati ambavyo ittasalati awakhiruha bitta'il mutaharrika, kutana mwisho wake na ta mutaharrika au nuni niswa au na adalati ala alfa'il, wajadna awakhiraha, kuta mwisho wake sakina nini sukun. Min dhalika na'lam anna al-madhiya, hapa tunajua kwamba madhi yubna ala sukuni fi hadhi halat, katika hali hizi. Kwa cha msingi ni kwamba unaangalia fi'ili yako, herufi yake ya mwisho ndio unacheza nayo. Kama ni jalasa tuna sin, ni jalas na, kama ni dhahaba dhahabe na, akala akal na, unacheza na herufi ya mwisho ya nini ya fi'ili. Sio uko mwisho tuangalie, baada ya kuja hiyo ndio unapendelea katika sura namna hiyo. Alqaida alfi'lu almadhi yubna ala alfath. Unapumua kidogo hapo, ndio kiunganisha atakuchezea ila utofahamu kitu. Alfi'lu almadhi yubna ala alfath, fi'lu almadhi jingia ala alfath, unatulia. Illa idha tasarat bihi wawu aljamaa fayubna ala dhammi, isipokuwa ikikutana na wawu aljamaa itajengewa juu ya dhamma. Au tasarat bihi ta'u almutaharrika, au kutana ta'u mutaharrika au nunu niswa au na adalatu ala alfa'ilin fayubna ala sukun. Kwa majibu yake yote yako wapi? Mwisho. Kwa hiyo tuna hali ngapi? Hali tatu. Yubna ala al-fathi, yubna ala al-wawi, ala al-dhammi, yubna ala al-sukun. Kwa ushapata hizi ahwali, nafikiri jambo litakuwa inaenda vizuri. Hizi tuzitopisha. Mmoja tusomee.